Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Nakusalimu mahali popote ulipo. Mungu akubariki na Mungu akusaidie na Mungu akulinde. Tunapoendelea kujifunza kwa habari ya maneno ya Mungu yenye uzima, yanayoleta afya na yanaleta uzima. Mchana wa leo pia nina ujumbe ambao ninauleta pia tujifunze na tushare pamoja. Kama unakuwa na swali au kama unakuwa na maoni, basi utaangalia namba zinazopita hapo chini alafu utaniambia. Mchana leo ninafundisha somo linasema mchague mwanamke aliyekuchagua. Mchague mwanamke aliyekuchagua. Mchague mwanamke aliyekuchagua. Ni rahisi sana kujiumiza kwenye mahusiano kama utaendelea kuwa na mwanamke ambaye umemchagua lakini yeye hajakuchagua. Ni rahisi sana kujiumiza kwenye mahusiano kama utaendelea kuwa na mwanamke ambaye umemchagua wewe lakini yeye mwanamke hajakuchagua. Mwanamke akiona unampenda sana huwa ana tabia ya kupuuzia au kupotezea, kwa sababu ya saikolojia mwanamke huwa ni ya hali ya wanamke. Inakuwa haina nguvu sana kuliko hali ya kike iliyo ndani yake. Femininity. Yaani narudia tena, nasema hivi, mwanamke akiona unampenda sana ana ile hali ya kupuuzia au ya kupotezea, ni kwa sababu ya saikolojia ya mwanamke, ya wanawake ulio ndani yake, unampelekea kupuuzia. Yaani mwanamke akiona unapendwa sana ni kama vile anaona kama kitu gani bwana? Hichi ni kitu gani? Kwa hiyo ana ile kawaida ya kupuuzia, ana ile tabia ya kupotezea. Ni kwa sababu ya nini? Ya ile hali ya wanawake inakuwa haina nguvu sana kuliko ile ya kike iliyo ndani yake. Tunapozungumzia mwanamke au mwanamama, mimi ninachozungumzia, nazungumzia mwanamke aliyekamilika, ana wanawake ndani ya wanamke ndani yake. Maana yake anakujitambua, anakujielewa, anakujifahamu na anakujua namna ya kufanya wajibu wake. Ni mwanamke mwenye wanamke ndani yake. Na wanaume wengi wanapenda kuvutiwa na mwanamke mwenye wanamke ndani yake. Kwa hiyo kuna tofauti ya msichana na mwanamke mwenye wanawake ndani yake. Wanamke tunamaanisha mke mwenye wanamke ndani yake. Kwa hiyo tunaelewana kwenye hicho kipengele. Kwa hiyo mwanamke akiwa na hali ya wanaume iliyo na nguvu kubwa sana ndani yake, huwa anakuwa hana interesting ya mahusiano zaidi kuliko ile interest ya kupambana na malengo na maono yake. Kwa hiyo mwanaume ukikutana na mwanamke mwenye wanaume ndani yake, asilimia kubwa wapo wanawake wenye wanaume ndani yao, wapo sana tu. Yaani unamkuta ni mwanamke lakini ile hali ya wanauke ndani yake haupo. Upo wanaume ndani yake, anafanya mambo ya kiume. Na ninavyoongelea mambo ya kiume simaanishi kwamba anafanya vitu ambavyo sio sahihi. Naongea maana yake kwamba ana ile hali ya viashiria vya wanaume ndani yake. Mambo anayofanya ni kama ya wanaume, nguvu alizonazo, vitu anavyofanya, mambo anayoyafanya, ana wanaume ndani yake. Kwa hiyo mwanaume ukikutana na mwanamke mwenye wanaume ndani yake, hawezi kuwa na interest na mahusiano zaidi, kwamba interest zake nyingi zinakuwa kwenye mipango yake na kufanikisha maono yake. Kwa hiyo ni ngumu sana kuwa na mahusiano ya kimapenzi na huyo mwanamke mwenye wanaume ndani yake, kwa sababu wanawake wenye wanaume ndani yao wana focus sana kufanikisha mipango yao, kufanikisha malengo yao zaidi ya kufanikisha mahusiano. Kwa hiyo ukiwa na mwanamke wenye wanaume ndani yake,
ana vikasoro hivyo, yani sio kasoro mbaya in such ni kwamba hana hobi ya mahusiano, yani yeye, yani iwe isiwe ni sawa tu, hana hisia yani na ya hivyo vitu. Na ndio maana yake ukimkuta mwanamke huyo yuko kwenye ndoa yake anafanya action zote. Mwanaume umefanya hujafanya, unamkuta ameshafanya. Mwanaume umetimiza wajibu wako hujafanya, anaweza kufanya. Umelipa ada hujalipa ada, analipa. Umenunua chakula, yani anafanya mambo yote yanayoendana na nini, na yani kwa sababu ndani yake ana kule kufanikisha zaidi mipango kuliko kufanikisha mambo ya mahusiano. Kwa hiyo huyo mwanamke ni ngumu sana kuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, kwa sababu yeye anapambana kukamilisha maono na ndoto zake, na wewe unapambana kukamilisha mapenzi. Ni vitu viwili tofauti. Na ndio manake wanawake kama hao ni wako wanawake wa dalili zao nyingi, wana hasira sana. Kingine ni wakali kama pilipili. Kingine yani muda wote hataki kupoteza muda wote ni kazi na yeye, mipango na yeye. Kwa hiyo hana muda wa kupoteza. Yani hata ukisema kwamba unaenda naye mahali, unaweza ukakaa naye hapa, hawezi kuongelea issue za kimapenzi, hawezi kuongelea sijui mambo ya mahaba. Unamkuta tu anakuambia tu, yani ningekuwa na milioni 2 hapa, ningekuwa na 500,000 hapa, ningekuwa, yani wewe mpaka unajiuliza, unasema hivi wewe mwanamke hauna muda wa mapenzi, hauna muda wa kuongelea issue za mapenzi. Yani yeye anaona kwake ni kama vile ambavyo vitu ambavyo hana mpango navyo. Sio kwamba havipendi, ni kwamba ana wanamke haupo ndani yake, ana wanaume ndani yake. Kwa hiyo ukiwa na huyo mtu unaona kama vile yuko na mwanaume mwenzake. Yani hawezi kufanikisha kile unachokitaka kwa haraka. Ni wagumu sana kwenye ishu ya mahusiano, ni wagumu sana kwenye ishu ya mapenzi, kwa sababu yani yeye muda wote saa zote anawaza mipango, anawaza mambo ya financial, anawaza mambo ya yani ya mambo ni mengi anayowaza. Kwa hiyo mwanamke kama huyo ni ngumu sana kuwa naye kwenye mahusiano, kwa sababu ni mwanamke ambaye kisaikolojia kabisa anajijua ndani yake ana wanaume, lakini wengi hawaelewi na wengi hawajijui. Na ndio maana unakuta kundi kama hilo, ndio maana unakuta mtu anasema kwamba yani huyu dada hana kampani ya wanawake, hana muda na wanawake. Sio kwamba ni msagaji au sio kwamba anafanya mambo ya kinyume, hapana. Yani yeye anahisi kwamba yeye ni mwanaume, anajihisi. Kwa hiyo raha yake, furaha yake anapokuwa kwenye kundi la wanaume wengi, yeye anajiona ndio amewini. Na ndio maana yake unakuta hata mateja wanawake, yani ngumu sana kumrejesha teja mwanamke kuwa katika hali ya mwanamke. Na ndio maana unakuta kwamba hata Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi kuishi. Kwa sababu gani? Mwanamke akisha kuwa na kitu kikubwa ndani yake, ni rahisi sana kukifanikisha. Mipango mingi ukitaka ifanikishwe, mpe mwanamke, anafanikisha. Kwa hiyo mwanamke huyu ukiwa naye kwenye mahusiano, kama hajakuchagua, ni ngumu sana. Ni ngumu sana kufanya naye kitu chochote ambacho kinakuletea wewe maendeleo. Kwa hiyo unakuta kwamba kundi lake kubwa, yani unakuta mtu anasema yani mtoto fulani, yani yeye kampani yake ni wanaume tu. Yani anaga rafiki wa kike. Yani hata yupo kwenye ndoa, lakini huwezi kumkuta ana mahusiano ya wanawake wenzake. Yani yeye simu yake imejaa wanaume, kazi zake wanaume, kwenye kijiwe chake, kwenye biashara yake ukimkuta anafanya kazi za kiofisi, ofisini marafiki zake wote ni wanaume, mahala popote ni wanaume. Kwa sababu gani? Ana wanaume ndani yake. Tumeelewana watu wa Mungu? Kwa hiyo sasa, kikawaida mwanamke mwenye wanamke ndani yake anakuwa na kiu au hitaji kubwa sana la kihisia ndani yake, na kumfanya avutiwe na mwanaume mwenye hali ya wanaume ndani yake. Sio kwamba kimapenzi, sio kwamba anamtaka wakafanyane vitu vya tofauti. Yani yeye akiwa na yani hitaji lake la kihisia, anahisi akiwa na mwanaume mwenzie ndio anaweza akafanikisha zaidi mambo yake kuliko kuwa na mwanaume ambaye yuko naye yeye. Na ndio maana yake unakuta mwanaume mwenye wanaume ndani yake huwa anakuwa na mvuto na mwanamke. Yani kwamba hawa wanawake hawa ninaowaongelea, unamkuta kwamba asilimia kubwa ukimkuta yuko na mahusiano, ana uwezo wa kuwa na mwanaume lakini asifeel chochote na yule mwanaume.
hawezi kumwelezea chochote, hawezi kumwambia chochote, lakini akiwa amevutiwa na mwanaume ambaye ndani yake amemchagua, ana uwezo wa kumweleza matatizo yake yote, anamweleza hali zake anayoyapitia, mambo anayopitia. Ni kwa sababu yeye anachokitengeneza hakipo kwako, kwa sababu wewe si umemchagua, yeye hajakuchagua. Kwa hiyo unakuta kwamba anachokifanya kinakuwa ni kikubwa zaidi ya kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wanawake hawa ambao wana wanaume ndani yao ni wagumu sana kuwa kwenye mahusiano, na ni wagumu sana kupokea chochote kutoka kwako. Na ndio maana yake sasa unakuta kwamba kama hajakuchagua, ana uwezo wa kukuchallenge. Ana uwezo wa kukwambia nina shida na hela milioni 2, wakati wewe anajua kabisa una. Kama unaanza kumsikia anakwambia katika wanaume na wewe ni mwanaume. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anajiona ni mwanaume. Kwa hiyo anajua kwamba nina uwezo wa kufanikisha, uwezo ule anao. Kwa hiyo anapokuambia kama kukuchallenge wewe, anatafuta nguvu yako wewe mwanaume iko wapi. Anatafuta kujua kwamba wewe ni mwanaume wa aina gani. Anatafuta kujua kwamba una uwezo wa kuweza kufanya kile kitu, una uwezo wa kumanage hicho kitu, una uwezo wa kufanya hicho kitu. Kwamba kama hauwezi na kama hutaweza kutimiza kile anachokuambia, tayari anakuona kwamba wewe ni mwanamke kama wanawake wengine. Na ndio maana yake nimekuambia mchague mwanamke aliyekuchagua. Huyu mwanamke ninayemwongelea ni hatari sana, na kuwa naye kwenye mahusiano kama hajakuchagua hawezi kukusaidia. Na ana uwezo wa kumsaidia mwanaume aliyemchagua, sio kwa mapenzi, anamsaidia kwa sababu anajua kwamba ndio kampani yake. Lakini wewe unaweza ukawa na shida hata 20,000 asikupe hata 500, lakini akatoka akaenda kampa mwanaume mwingine. Sio kwamba yupo naye kimapenzi, ni amevutiwa naye kwa sababu ndani yake si ana ile kuvutia ndani yake. Kwa hiyo kuendelea kuwa na aina hii ya huyu mwanamke, unatafuta maumivu, unatafuta kudhalilika, na unatafuta kuteseka, na mwisho wa saa unaonekana wewe ndio unaoyahitaji sana mahusiano na si yeye anahitaji hayo mahusiano. Kwa hiyo kuendelea kuwa na mahusiano na mwanamke wa aina hii ni kuonyesha au ni kutafuta kuonekana wote ni wanawake. Kwa hiyo kila anapokuona anakuona ni mwanamke. Na hata mkiwa kwenye ishu ya tendo la ndoa, anaona amelala na mwanamke mwenzake kwa sababu kuna vitu ambavyo tayari alishawahi kukuonyesha, lakini wewe hutaki kuvielewa, hutaki kuviamini. Kwa hiyo yeye anakuonyesha kwamba mimi nimelala na nani? Na mwanaume mwenzangu. Kwa hiyo anasema kwamba ukiendelea kuwa na mahusiano na mwanamke kama huyu, unatengeneza janga ambalo wewe unatengeneza kuonekana wewe ni mwanamke na yeye ni mwanaume. Kwa hiyo cha msingi na cha kutengeneza hapo, usikubali kujua kama kabla hujaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, na kabla hujaingia kwenye hayo mahusiano, lazima ujue kwamba huyu mwanamke nimemchagua. Nimemwambia mchague mwanamke aliyekuchagua. Kama hujui kumchagua mwanamke aliyekuchagua, kwa hiyo utaishi kwenye kitu kinachoitwa maumivu, utaishi kwenye wanawake, yani kwamba yeye anakuweka kwenye kundi la mwanamke kwa sababu ya vile vitu anavyovitaka. Part 2 yangu inasema mwanamke anachokitaka sio kile anachokisema. Mwanamke anachokitaka sio kile anachokisema. Mwanamke anachokitaka sio kile anachokisema. Siku zote wanawake wana ile kawaida ya kusema kitu lakini sio kile anachokitaka. Kwa sababu gani? Na ukiingia kwenye huo mkenge utakuwa umeumizwa vibaya mno, kwa sababu wakati mwingine mwanamke huwa anasema au kufanya kitu fulani kwa ajili tu ya kujaribu uwezo wa mwanaume. Yani narudia tena, mwanamke anachokitaka sio kile anachokisema. Yani mwanamke anaweza akasema leo kuna jambo hili, anachokisema sio anachokitaka, na anachokitaka sio kile anachokisema. Wakati mwingine mwanamke anasema kitu ili kupima uwezo wa mwanaume aliye naye.
kupima uwezo wa mwanaume aliye naye. Na ndio maana unakuta kwamba anajaribu kukuambia kitu, anajua kabisa hakiwezekani, anajua kabisa hiki kitu hakitawezekana, lakini kwa nini anafanya hivyo? Yani anafanya vile kupima uwezo wa nini? Wa mwanaume. Na mwanamke anajua kabisa fika mwanaume huyo hawezi kufanya hiki kitu anachokifanya, lakini kuna wakati huwa anamtaka mwanaume wake, yani anamwambia vitu vya kinyume ili kuangalia kwamba mwanaume, na ukiingia kwenye 18 zake, ukiingia mkenge, usipofanya lile jambo, unaingia kwenye mambo mawili kwa huyu mwanamke. Jambo la kwanza, anakuchukia. Jambo la pili, anakudharau. Na ndio manaki ana uwezo wa kukuambia kwamba kafanye kitu fulani, wewe usipofanya kile kitu, yani anajua kabisa kwamba huyu hana uwezo wa kununulia mimi gari, lakini ana uwezo wa kukwambia nataka ununulie gari. Tena anakuambia nataka ununulie gari kama la mwanaume fulani. Yani yale yote anataka kupima tu akili yako, anaupima upendo wake kwako, anakupima, anataka kuangalia uwezo wa huyu mwanaume ni ukoje. Kwa hiyo sasa wewe unavoona unakasirika, unaanza kumjibu vibaya, wewe unaingia kwenye mitego yake miwili, kwenye kukuchukia na kwenye kukudharau. Anajua kabisa wewe hauwezi kujaribu kitu na huwezi kuelezea. Nimekwambia wakati mwingine mwanamke anavomchallenge mwanaume wake, lengo lake tu ni kwamba anataka tu ujieleze. Yani mwanamke anachokitaka tu kwa mwanaume jieleze, yani ujieleze. Yani ujielezeje ujue? Yani akikwambia kitu kama uwezi, hataki umjibu tu juu. Anataka tu ukae chini, waze kumwambia mke wangu au baby au spi nini, majina kama yote. Unaanza kumwambia tu kwamba unajua mimi kwa sasa hivi kuna 1 2 3, kuna hiki tunapitia hiki, mke wangu kwanza tufanye hiki alafu hiki. Yani yala unayemwelezea, ukikaa chini ukianza kumwelezea, ile ndio furaha yake. Na ndio furaha ya mwanamke siku zote. Na ndicho mwanamke anachokitafuta. Mwanamke anatafuta mwanaume ujieleze. Na ndio maana yake mwanamke ana uwezo. Kwa mfano watu ambao wanaishi kwenye mahusiano ambao sio wanandoa, au wanaishi kinyumba, tuseme sio wanandoa. Unakuta kwamba mwanamke labda huyu anaishi kwake na huyu kijana anaishi kwake. Alafu huyu mwanamke anaamua sasa kupima uwezo wa mwanaume. Anataka tu kumjaribu. Anampigia simu, anamwambia naomba uje nyumbani. Sasa yani yale yote anataka kuangalia tu kwamba wewe utafanyaje. Wakati huo uko busy, wakati huo una muda, wakati huo kuna kitu ambacho unakifanya ambacho huwezi kukiacha, alafu unashangaa simu ya mwanamke huyo anakupigia, anakuambia njoo nyumbani mara moja. Kama hujaenda, unaingia kwenye mitego yake miwili niliyokuambia. Cha kwanza anakuchukia kwa nini hujaenda, cha pili anakudharau. Na ukiingia kwenye 18 zake, ukaamua kuchukua bodaboda usafiri, ukaenda, ukafika kwake, atakachokuambia hakipo, zaidi ya kuambia tu nilijua hautakuja. Kwa sababu hiyo ndio ilikuwa ndio furaha yake. Kupima yani alikuwa anakupima. Na wanawake wengi sana sasa hivi huwa wana tabia ya kupima upendo. Na kupima upendo ni ngumu, yani ni mbaya sana, ni hatari sana kupima upendo kwa mwanaume ambaye hajui maana ya kupimwa. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna watu wameachika au wameachana kwenye mahusiano yao yalikuwa mazuri kwa sababu ya kufanya vipimo, kupima. Unaupima upendo leo, unampima leo, unampima kwa hiyo unampima, unamchallenge, mwisho wa saa mwanaume anachoka, na anapochoka anachukua hatua ya kuzira, anakasirika. Na anapokasirika sio kwamba eti kwamba atarudia tena, kwa sababu atajua kwamba unamsumbua. Lakini mwanaume yule hajui kwamba ule sio usumbufu. Mwanaume yule yeye hajui kwamba mwanamke anayempenda ni jaribu kwake, na anamsumbua kwa hilo kwa sababu ndio furaha ya yule mwanamke. Lakini wanaume wenye hasira na wanaume ambao hawajui kupenda na hawajui kufanya majukumu yao ya kujua kwamba hapa napimwa, kwa hiyo anaanza kukasirika na kuanza kuchukia bila sababu. Kwa hiyo zile chuki anavyoendelea kuzitengeneza, na ndivyo unamkuta kwamba mwanamke amefanya nini? Amegairi, na mahusiano yanavunjikia hapo. Kwa hiyo sasa nimekwambia mfano hiyo nilokuonyesha, hiyo ndio mifano. Kama wewe ni mwanaume dhaifu,
na usielewa akili ya mwanamke, unajikuta unakasirika unapokuwa unafanya mizaa ya namna hiyo. Mwanaume ambaye ana hasira anaona kama vile huyu mwanamke ananichukuliaje, ananionaje, kwa nini ananifanyia hivi, kwa nini ananitendea hiki, lakini hajui kwamba ile ni mizaa ya mwanamke anaifanya, ni mwanamke anayempenda. Kwa hiyo mwanamke anayekufanyia uingie kwenye hizo 18 zake, yani kwenye hayo mambo anayofanya, ni kwa ajili ya kukupima tu akili yako ipoje. Yani wanawake wengi wanataka kuipima akili ya mwanaume ikoje. Kwa hiyo sasa anapokuwa anajaribu kuipima ile akili ya mwanaume ikoje, kwa hiyo unakuta kwamba mwanaume anapokasirika au mwanaume anapoona kwamba hii haya naye imekuwa too much, mwanaume akizira, unakuwa kwamba umempoteza mtu ambaye alikuwa ni sahihi kwenye maisha yake. Mwanamke yupo kwa ajili ya kumpima mambo matatu. Mwanamke anayempenda mwanaume yupo kwa ajili ya kumpima, kumjaribu na kumshawishi. Kwa nini anafanya hivyo? Ni kwa ajili ya kuona kama mwanaume yupo kwenye akili yake au hayupo. Kwa hiyo mwanamke anafanya mambo matatu: kumpima, kumjaribu na kumshawishi, ili aipime ile akili ya yule mwanaume kama akili ya mwanaume iko kwenye akili ya mwanamke. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna wanaume ambao hawapimiki. Kuna wanaume ambao hawajui mambo ya kupima kwenye mizani. Kwa hiyo unakuta kwamba mwanamke yule anachokifanya, yeye mwanaume anaona ni kama kero kwake. Kila siku analalamika, anasema kwamba mambo hayaishi, kila siku hili. Yaani unamkuta, ndio maana ukuta wanaume wengi anasema hivi, wewe mwanamke nikufanyie nini urizike? Yaani hata kama umfanyie, unaweza ukamfanyia jambo kubwa kuliko lile la kupitiliza, lakini bado mwanamke anakuwa tu kwenye kujaribu. Mwanamke hajawahi kurizika na hali aliyonayo ya upendo kwako, kwa sababu mwanamke ana kawaida ya kutokujiamini. Kwa hiyo kutokujiamini kwa yule mwanamke, kwa hiyo inapelekea kuanza kumjaribu mwanaume. Ndio maana unakuta watu kwenye ndoa wamekaa miaka 10, miaka 6, 7. Unashangaa umekaa naye mwanaume umekaa naye kwenye kochi. Unashangaa tu mwanamke anakuuliza tu, hivi unanipenda? Waza mwaka wa 6, mwaka wa 5. Mwanamke anakuuliza hivi, unanipenda? Hivi kwa unafanya hilo? Yaani yale yote anakuuliza, kuiangalia tu akili yako, alafu uanze kumuelezea. Yaani furaha ya mwanamke ni mwanaume kujieleza kwako. Yaani ile kumwambia imepanda, imeshuka, sio hivyo, kwa nini unaniwazia hivyo? Yaani kufunguka kwako. Yaani anataka ufunguke, ujieleze, ueleze. Kule ndio kunakopelekea furaha ya mwanamke. Kwa hiyo mwanamke anakuwa anajisikia amani, anajisikia furaha pale ambapo mwanaume anajieleza kwa kile kitu anachokitaka. Na mwisho kabisa, mwanamke anajua mwanaume anatumia mantiki. Mwanamke anajua mwanaume anatumia mantiki, hivyo kuwa anamtaka afanye vitu ambavyo fika anajua kuwa sio rahisi kabisa kwa mwanaume kuvifikia. Na ndio maana ikitokea ukafanya alivyotaka ufanye, anakasirika na kukuchukia na unabaki anashangaa tu. Unaona sasa tofauti iko hapo. Yaani kuna vitu ambavyo anaweza akwambia njoo, alafu ukaje. Alafu akwambia kwamba nilikuwa sitaki uje. Kwa hiyo unajiuliza kwamba sasa unabaki unashangaa, huyu ameniambia nije, alafu ananiambia si ondoka, nilikuwa sitaki uje, nilikuwa nakujaribu tu. Haya, ninunulie kitu fulani, unaenda unanunua unakileta, nakwambia sikuwa nakitaka hicho. Maana yake, yani mantiki yake kubwa tu ni kukuangalia wewe unafanya nini.